Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaendelea na kipindi chetu cha Kwaresima, safari ya kiroho, safari inayotualika hasa kutambua vilema vyetu na kuvikomesha kwa kufunga, kwa sala na kwa majitoleo yetu. Ni kama Dominika iliyopita tulivyokumbushwa juu ya vishawishi vinavyo ukumba ulimwengu na vitatukumba sisi wenyewe: madaraka, anasa, utajiri. Na kwenye anasa hapa ndio kunaitwa sifa ya unataka kusifiwa tu, kosoleo utaki. Na haya yote yamefanya ulimwengu wa leo uweze kuangalia zaidi katika matumizi na kukielezea kila kitu katika matumizi. Hata wakati fulani hata binadamu mwenyewe anaelezwa katika matumizi. Ndio maana unaweza kuwa na mtu anateseka, anafanya kazi kwa bidii, ameajiriwa lakini anapata hata mshahara, au anatukanwa tu, ananyanyaswa bila kuangalia hadhi yake, thamani yake mbele ya Mungu, utu wake kama sura na mfano wa Mungu. Kwa sababu hiyo kumnyima haki zake, kuto kumtendea iliyo haki. Na haya yote ndio yanayoonekana katika ulimwengu huu. Ndio maana tunaona vita, chuki, tunaona wakimbizi wengi wanakimbia nyumbani kwao. Yote haya yanatokana na hivi vishawishi ambavyo watu wamekumbatia na vimesha wateka, na hivyo wako katika matendo. Lakini kuna vishawishi vingine ambavyo vinataka kumfanya mwanadamu achukue nafasi ya Mungu, na hivi kumdharau Mungu na kujitangazia umungu, ambayo ni hatari na ni ajabu kwa kiumbe huyu ambaye ni mwanadamu, kujitangazia umungu. Haya tuliyaona katika vishawishi hivyo. Mwana wetu Yesu Kristo alishawishiwa akiwa jangwani, kaalikwa tuingie jangwa letu la ndani kwenye utulivu, tujifunze na Yesu atufundishe namna ya kuepa hivyo vishawishi, kwa sala, kwa kufunga, kwa majitoleo yetu, kwa kujinyima kwetu. Leo tunaalikwa kupanda mlima mrefu, mlima wa kugeuka sura, mlima wa kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwenye mlima, kwenye utulivu, bado tunaalikwa katika sala hizi kumwabudu Mungu peke yake, na hivyo kujitenga na mambo mengine, kwenda kule juu, kuachana na haya mambo mengine ya duniani ambayo wakati mwingine anatupotosha, kuyaweka pembeni, ambayo yanakuwa ni vikwazo kumfikia Mungu. Panda mpaka mlimani, sio tubaki milimani ili turudi tena kuendelea kusaidia. Ndio maana tukio tuliyosikia katika somo la Injili leo hii ni tukio ambalo tunawaona wafuasi au wanafunzi watatu, Petro, Yakobo na Yohane. Yesu anawachukua kwenda kwenye mlima huo mrefu, na pale ndiye anageuka sura mbele yao. Na tukio hili ni tukio ambalo tunaweza tukaangalia katika sehemu mbili. Upande mmoja ni ufunuo, na upande mwingine ni maandalizi. Ufunuo kwamba unamweleza Yesu ni nani, si binadamu tu, ni Mungu mtu, na kwa sababu hiyo inaelezea umungu wake. Katika mavazi yale tunaona yale yaliyoonekana wazi pale mbele yake. Uso umebadilika, unang'aa, mavazi meupe ambayo huwezi kufananisha na mavazi na kitu chochote hapa duniani. Lakini ingine anaongea na Musa na Elia. Yeye ni ukamilifu wa Torati na manabii, na hawa anaongea nao
ambapo wataalamu wa Biblia pengine wanasema kwamba ni wale wanakabili sasa, kwamba wameshamaliza kazi zao na wanakabili sasa kwamba yeye anashika usukani katika dunia hii. Kwa ufunuo, Yesu ni nani? Mwana wa Mungu huyu, mkombozi huyu. Lakini upande mwingine, maandalizi haya ya nini, ambayo tunaona wale ambao hawaelewi wakiangalia msalaba ni skendo. Masiha aweza kasulubiwa, na kwa sababu hiyo ndio maana inaitwa skendo kwa watu hao, lakini ni njia ya ukombozi kwetu sisi. Kwa upande mwingine sasa ni maandalizi ya njia ya msalaba, kukumbatia msalaba pale Golgotha. Tunaona kwa upande mwingine udhaifu wetu sisi wanadamu, hasa tukiwa katika raha, tukiwa katika furaha, wakati mwingine tunamsahau Mungu. Na tunaona wenzetu hao ambao walikuwa na Yesu, maana Petro, Yakobo na Yohane, bila kuona vile chochote, Bwana, butwa hiyo wameshikwa na butwa. Bwana, yatupasa sisi kuwa hapa, pana raha hapa, panafaa hapa, pana faraja hapa, yafaa tukae hapa sisi mlima, tubaki mlimani sisi. Si kazi kwetu kujenga vibanda vitatu. Tutajenga kimoja cha Elia, kimoja cha Musa na kimoja cha Paulo. Sisi tunahitaji vibanda. Sisi kazi yetu ni kuangalia, ni kufurahia utukufu huo. Wameonyeshwa hivyo. Lakini tunaona kung'aa kule na faraja wanayoiona, wanahitajika bado kuteremka kutoka mlimani waende chini. Na ndio maana Mungu Baba anaingilia kati kwa mazungumzo yale, anaingilia kati. Huyu ni mwanangu mpendwa. Na ndio maana katika Injili ya Yohane sura ya 3, katika mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo, anasema kwa maana hii Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtuma mwanae wa pekee, huyu mwanae mpendwa, aweze kuukomboa huu, sio kuhukumu, kuukomboa. Na ndio tunaona leo hii, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye, atawaeleza ya kufanya, msikilizeni yeye. Tunaona katika hili, tunaona si tena kujenga, si kama Petro alivyokuwa nafikiria, si swala la kusema kwamba tubaki huku chini huku juu. Ni swala kwanza si la kujenga, ni kusikiliza. Na mtu anayesikiliza ana utulivu, anakaa chini, anamsikiliza yule anayemwelezea, na yule anayemwelezea ni mwalimu wake. Na Yesu ni mwalimu, anafundisha. Msikieni. Kwa si swala la kujenga, ni swala la kusikiliza. Si swala la kuendelea kufurahia utukufu na faraja zile, ni swala la kushuka chini, kuelekea kutoka chini, kutoka juu kwenda chini, ni kwenda na Yesu unayemsikiliza, anayesema tuende. Na ndio maana anatuambia kabisa, ukitaka kunifuata mimi, jikane nafsi yako, beba msalaba wako, unifuate. Kwa tuteremke chini, na tukienda chini tumfuate Yesu kwenda Yerusalemu. Tutaimba naye, tutaimba wakati fulani kama wale jamaa walivyompokea, Hosana mwana wa Daudi, niye mfalme wewe. Wakatandika nguo zake, wakashika majani, wakafanya nini, lakini mwisho wakati wa kumtetea walikimbia. Lakini sasa sisi tunamsindikiza, tunaenda naye katika njia ya mateso pale Yerusalemu, ambapo anaenda kuyatimiza yote. Kwa hilo
Ndio inabidi tulifanya, sio kujenga vibanda, ila ni kusikiliza sauti ya Kristo. Si swala la kubakia mlimani, ni kwenda chini kutembea naye mpaka Goligota. Ni swala la kusema kwamba ili tuyafikie haya ambayo wenzetu waliyaona pale mlimani, lazima tupitie Ijumaa Kuu, na baada ya Ijumaa Kuu ndio tufike Jumapili ya Pasaka katika furaha ambayo tunaimba haleluya na utukufu. Na ndio maana tunaona mwaliko mkubwa wa Kwaresima kama tulivyosikia katika kusikiliza hiyo somo la kwanza. Tumemwona Ibrahim, baba yetu wa imani, anasikiliza sauti ya Mungu. Kusikiliza ni kutii, ni kufuata maelekezo. Unaona, nasema sio swala hata nimesikia alafu nakuwa mkaidi. Unaweza kawa wewe umesikiliza, pengine hujasikia amesema nini, lakini tunaona Abrahamu anaambiwa, Ibrahimu, toka katika nchi yako mwenyewe, acha ndugu zako, acha mifugo yako, acha nini, nenda katika nchi nitakayokuambia. Alitii, na ahadi juu, takufanya wewe uwe mkubwa, uwe 1 2 3. Ametumaini. Kwa kusikiliza ni kutii, ni kufuata maelekezo. Na ndio maana katika kipindi hiki cha Kwaresima tunauona mwaliko mkubwa kwetu kupanda juu, kwenda mlimani. Hatuendi kukaa kushangaa mlimani, tunaenda kusali, tunaenda kukutana na Mungu. Kwa ni kupanda, ni kukutana na Mungu, ni kurudi chini tena. Kwa kupandisha, kuonana na Mungu, kuteremka, kushirikisha yale ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo huo ni mwaliko kwa Yesu, kwa kupanda, kukutana, kuteremka. Lakini maneno ya Yesu pale mlimani kwa hao jamaa hawa ambao sasa wameshuka na kiwewe, hawaelewi cha kufanya, anawagusa. Amkeni, msiogope. Amkeni, msiogope. Ndio maneno yake ya kwanza ya Yesu. Kwa ndio sasa, amkeni, msiogope. Wanapoamka wanamuona Yesu peke yake. Hawamuoni Musa, hawamuoni Elia, bali Yesu mwenyewe. Huyu Yesu huyu ndio anaelekea njia ya mateso. Huyu Yesu huyu yuko katika ukimya. Huyu Yesu huyu tunamuona katika Ekaristi. Huyu Yesu tunamuona katika jirani, katika safari ya Goligota. Leo sisi sote tunaharibu kwenda mlimani. Sio kama mlima tu. Ili upande mlima unahitaji kujiandaa. Kujiandaa kama jala ule vizuri. Uvae nguo zinazo kuruhusu uweze kupandisha vizuri mlima. Na ukifika pale kuonana na Mungu. Na ili tuwezeshe kwenda huko, tuvae nguo hizo. Lazima nguo ya kwanza iwe nguo ya toba. Tufanye toba, tujongee kitubio. Yesu mpatanishi, tutakutana naye hapa. Atupatanishi na Mungu Baba, atupatanishi na jirani, patanishi na kanisa letu. Kama tuko waasi, tuache uasi wetu. Lakini pamoja na hayo, tuvae nguo ya unyenyekevu. Mnyenyekevu ndio anajitambua kwamba yeye ni binadamu, anahitaji msaada wa Mungu. Hajitegemei, anamtegemea Mungu. Lakini pamoja na hayo, uvumilivu, kudumu katika sala, alafu vile vile moyo wa msamaha. Yote haya
yatatuwezesha tupande katika mlima huu, lakini la sivyo itakuwa ni vigumu kwetu. Na kama Kristo atatupandisha, tutaenda naye mpaka pale, tutayakuta hala tunataka tubaki huku. Tunafurahia utukufu, lakini tunafikiri kwamba tutaupata bila mateso. Hata tuonyesha njia mwenyewe, ili kufika katika utukufu lazima tufikie katika mateso, ndio tunaweza kufika huko. Na tunaenda mlimani kwa sababu tunahitaji muda wa sala, ndio huo wa kwenda mlimani. Katika Jumatano ya Majivu tunaambiwa tuingie kwenye chumba cha ndani, tujifungie kuongea na Mungu wetu, sala. Tunapoenda mlimani tunahitaji muda wa kuabudu, kumwabudu Mungu wetu, kuabudu, kumsifu, kumshukuru, kumwomba. Tunahitaji yote. Kwa tutayakuta kule muda wa Mungu katika maisha, nafasi ya Mungu. Na katika ulimwengu huu, kama nilivyosema, ni ulimwengu ambao una ubinafsi sana, ulimwengu ambao unaangalia vitu vinavyoonekana. Maisha ya kiroho yanaanza kupelekwa nyuma, au wakati mwingine yanakuwa kama maigizo, na imani inakuwa juu juu, mazoea, na sio kile ambacho ni maisha. Ukristo wetu ni maisha, tunasahau hicho, na kwa sababu hiyo tukizingatie, turudi nyuma. Tumsifu Yesu Kristo. Watoto mpo? Watoto wote wa Katoliki ni utoto mtakatifu. Watoto wote wazee wasimamishe mkono kama kiendelea. Wewe mzee. Sasa. Nina maswali mawili kabla sijamaliza mahubiri. Kweli. Maswali yananitekelezeka kidogo. Hebu niambie. Masomo ya leo mmeyasikia? Ndio. Somo la kwanza linatoka wapi? Ni kitabu cha Mwanzo. Ndio. Ni waraka. Kuna kitabu na waraka, sawa? Warumi ni waraka. Kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Na ndio maana mnaposoma somo la pili, somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya kwanza au sura ya ngapi katika Biblia, sawa? Msiseme sana kusema Warumi, hakuna Warumi, hakuna waraka unaitwa Warumi. Zote hizi ni barua za Paulo. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorintho, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Tesalonike, hivyo wa pili, waraka wa Mtume Paulo kwa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, kwa Timotheo wa kwanza na wa pili,
ana macho gani na mdomo wake ukoje. Kwa hiyo unaposoma somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza au sura ya 4 au sura sawa, kama sema somo katika kitabu cha Mwanzo sura ile ukianza Mwanzo 10 ndio mwanzo upi, sawa eh? Naelewa? Ndio. Misa inasema liturujia ya neno na liturujia ya sasa tunaelekea wapi? Tunamalizia liturujia ya neno, tunaelekea kabla ya Ekaristi tuna nini? Kwanza tuna kanuni ya imani, sio? Nani anajua kama kanuni ya imani? Nani anataka kusali kanuni ya imani? Amwezi usali. Simama sasa, fikiri maana